Habari gani mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, kile kilichokuwa kinasubiriwa kuhusiana na dabi ya Kariakoo tayari kimeshakwisha kukamilika kwa asilimia 100. Game ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa upande wa klabu ya Young Africans, lakini pia kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club kwa maana ya dabi ya Kariakoo. Sasa ni muda mwafaka sasa kwenda kuitazama mechi hiyo. Bana, kabla hatujatazama mechi hiyo na kujua nini ambacho kinajiri huko visiwani Zanzibar ambako mechi hiyo inachezwa katika uwanja wa New Amani Complex, hapa nimekuletea matukio kadha wa kadha ambayo yametokea kuelekea kwa mchezo huo. Bana, kama tunavyojua kwamba jana ilikuwa ni siku ya kufanya mazoezi ya mwisho katika mchezo huu kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kikatiba kabisa ama kikanuni na sheria za TFF zinawaruhusu Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika mchezo husika. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo yametokea katika mchezo huo, na mimi nimekusogezea hapa ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea. Kwanza unaambiwa Simba walifika katika uwanja wa New Amani Complex, waliwataka Young Africans mashabiki wa klabu Young Africans, mabodyguard wa klabu hiyo na yeyote ambaye anahusika na klabu Young Africans atoke nje ya uwanja, kwa maana ya kwamba wabaki wao peke yao. Kitu ambacho walikitii wafuasi wa klabu hiyo Young Africans, kwa maana ya mashabiki waliokuwepo ndani ya uwanja, mabodyguard na walinzi na viongozi wa klabu Young Africans pamoja sambamba na wachezaji wote waliwapisha klabu ya Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi. Lakini kitu ambacho kilijiri katika mchezo huo ama kitu ambacho kilijiri katika wakati huo wa kufanya mazoezi kinaonyesha ni imani za kishirikina. Moja kati ya video mjongeo ambazo zinaonekana zikitembea katika mitandao ya kijamii zikiwaonyesha wafuasi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakifanya mazoezi ndani ya uwanja wa New Aman Complex. Nini kilichofuata baada ya hapo? Ni kusihi kwamba endelea kufuatana nasi mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho ili uweze kujua ni nini ambacho kiliendelea baada ya hapo. Lakini kabla hatujafika mbali, ni kukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi. Hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo kuelekea katika mchezo husika. Nami ni kusihi kwamba endelea kubonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, lakini kama umeshakwisha kusubscribe basi ni wakati wako kuhakikisha kwamba una drop comment yako hapo, sisi tutakuja kupita nayo kuelekea katika kila ambacho kinatajwa kwamba Simba wameonyesha imani za kishirikina katika uwanja wa New Amani Complex ambao saa chache mchezo unakwenda kufanyika. Langu jina naitwa Dio, twende sambamba kuzitazama taarifa hizi ambazo tumekuletea. Bana, mara baada sasa ya taarifa hiyo ama mara baada ya video mchongeo hiyo kutrend katika mitandao ya kijamii, ilimfika msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Shabani Kamwe bila kuchoka na bila kupepesa ama kupoteza muda, akawa na uharaka wa kuandika. Mwanzo aliposti video hiyo na kuandika caption ambayo aliandika katika posti hiyo ilikuwa inasomeka hivi: huu ndio unaitwa ukombozi wa mpira? Akaweka alama ya kuuliza. Jitihada zote za kujifanya mnataka kufanya mazoezi, kumbe akili yenu imejikita kwenye uchawi tu bata nyie. Hamna hata aibu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mnafanya ushirikina na kuchimba uwanja, mambo ya aibu kabisa. Sasa niwaambie tu, jasusi wetu yuko sambamba na nyie mpaka mtoke damu, kudadadeki. Mkifukia sisi tunafukua, Mungu kwanza. Akaandika hivyo, akaweka emoji ya kushukuru, lakini pia akaendelea kwa kuandika hamna mtakalolipanga ama kulifanya sisi tusijue, waganga wakubwa nyie. Akamaliza hivyo, lakini comments ya kwanza mara baada ya taarifa hiyo ama mara baada ya posti hiyo kupostiwa na Ally Shabani kama msemaji na afisa habari wa klabu Young Africans, comment ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya Hans Raphael, mchambuzi na mtu ambaye analyze michezo kwa upande wa Crown Media. Aliweza kuweka comment yake hapo, lakini sambamba pia na Anko Nzara, yeye aliweza kuandika tofautisha kati ya kuchimba na kuchimbua. Hapo tunachimbua mlivyochimbia nyie. Akaweza kuandika hivyo na akamaliza na emoji za kucheka. Basi wewe pia unaweza ukawa na comment yako hapo juu ya kila ambacho kinatajwa kwamba Simba wanakifanya ama Simba wamekifanya katika mchezo katika
wakati wa kufanya mazoezi katika uwanja wa New Amaan Complex, kitu ambacho Simba wenyewe hawajakitolea ufafanuzi mpaka sasa. Hawajatoa ufafanuzi juu ya tuhuma hizo ama juu ya video hizo mjongeo ambazo zinaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna video moja ambayo imepostiwa na moja kati ya chombo cha habari ambao mwandishi wao alikuwa sambamba na wakati kikosi hicho cha upande wa klabu ya Simba Sports Club kinatoka hotelini na kuingia katika uwanja wa mchezo husika ama wakati wa kwenda kufanya mazoezi, walionekana maafisa wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wamebeba vitu ambavyo vilidhaniwa kuwa ni vitendea kazi vya imani za kishirikina. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo tumekuletea ni hii hapa, na mimi video zote ambazo nimezipata nimekuletea hapa ili uweze kujua ama uweze kujionea kwamba ni nini ambacho kimefanyika na kinaendelea huko katika uwanja wa New Amaan Complex. Mpaka sasa ratiba ya mchezo huo inaendelea vizuri kabisa, hakuna taarifa yoyote ya kuwa tofauti na mchezo huo. Basi ni sambamba na ni dhahiri shahiri kwamba mchezo huo utakwenda kufanyika na utakwenda kuchezeka. Kinachosubiriwa sasa ni kuona je, gap la upande wa point kwa upande wa klabu ya Young Africans litazidi kuongezeka nyuma ya wekundu wa Msimbazi Simba, ama Simba watakwenda kupunguza gap la pointi hizo. Je, Young Africans ataendeleza kuonyesha ubabe juu ya mtani wake Simba Sports Club, ama Simba Sports Club atakataa uteja leo katika mechi ya ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa upande wa wadau wa michezo na mashabiki wa soka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu kwamba dabi ya Kariakoo ni dabi ambayo inatazamwa na baadhi ya nchi nyingi kwa upande wa Afrika. Kwa hiyo nikusihi kwamba endelea kusonga sambamba nasi ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika mchezo huu. Langu jina ni Dio, tukutane katika updates zijazo, lakini pia nikwambie kwamba tunakuletea sambamba kabisa matokeo ama kila kitu ambacho kitaendelea kujiri na kuhappen katika mchezo huo. Keti nasi kwa taarifa zaidi.